Baada ya dakika 90 kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba pamoja na Young Africans, ambapo mchezo huo uliisha kwa sare ya bao 2-2. Kinachosubiriwa zaidi hivi sasa na wachambuzi lakini pia mashabiki wa soka Tanzania ni taarifa kwa umma kutoka katika mamlaka ya bodi ya ligi kwenda kutoa adhabu mbalimbali katika mchezo huo, na kuna baadhi ya matukio ambayo yaliweza kujitokeza katika mchezo huo ambapo kwa namna moja au nyingine hayakuashiria mchezo mzuri ama taswira nzuri katika afya ya soka letu hapa kwetu nchini Tanzania. Na kwenye touchline tayari ninaye bwana Mbungo Junior kwenda kuzungumza kile ambacho kiliweza kujiri kunako mchezo huo, lakini kabla hatujaanza basi nikusii ama nikukumbushe wewe ambaye bado hujasubscribe, basi fanya hivyo ili usiwe unapitwa na taarifa mbalimbali za kimichezo. Bwana Mbungo Junior, hamu kubwa ya mashabiki ni kusubiria taarifa kwa umma kutoka katika mamlaka husika ya soka hapa kwetu nchini Tanzania. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kutuneemesha neema kubwa na ndogo kwa kuweza kutufikisha siku ya leo na jana, kwa kutupa afya iliyokuwa njema na kuweza kushuhudia mtanange mkubwa, mtanange wenye msisimuo barani Afrika, Simba vs Yanga, dabi ya Kariakoo, mechi ya pili, mechi ya mzunguko wa pili ligi kuu ya NBC. Simba 2 Young African Sports Club 2. Mechi ilikuwa nzuri na mechi ilikuwa tamu sana. Takriban dakika 10 mpaka 15 Simba Sports Club alikuwa bora kweli kweli. Ilifikia kipindi mpaka si Yanga tukasema leo inawezekana ikatukuta dhahama kubwa kweli kweli. Yani tuliona kabisa leo inawezekana Simba Sports Club akatuangushia mzigo ambao tutashindwa kuweka sura zetu sehemu yoyote, lakini ubora na quality ya Young African Sports Club, utulivu wa mashabiki, wanachama pamoja na viongozi wake na benchi la ufundi iliweza kusababisha Yanga kutulia na kuweza kufanya comeback na kusawazisha goli 2 na mechi kuisha 2-2. Mechi ndugu yangu ilikuwa nzuri, ila mechi ilikuwa na matukio kadhaa, matukio ambayo yapo matukio ya kimpira, yapo matukio mengine sio ya kimpira, yapo matukio ya kufurahisha, yapo matukio mengine ambayo sio ya kufurahisha, lakini yote kwa yote kila mmoja alikuwa anasaka alama dhidi ya timu yake. Young African Sports Club Young African Sports Club wamezikwepa kabisa jana dressing room za Meja General Isamuhyo. Hawakuzikwepa kwa maana mbaya. Hii yote ilikuja kwa sababu, kwa nini wamekwepa zile? Yote walikuwa wanataka kuhakikisha Young African Sports Club hawezi kupoteza mchezo wa jana dhidi ya Simba Sports Club. Unajua Yanga si wajinga mpaka wanaamua kuama dressing room za Meja General Isamuhyo na kwenda kuchukua sehemu nyingine kabisa nje kabisa ya uwanja wa Meja General Isamuhyo na kugeuza kwao kama dressing room. Yanga wana akili nyingi, Yanga wana watu makini, Yanga wana watu ambao waweledi kwenye kila nyanja. Unajua uni ulianzwa Jumamosi na Simba Sports Club wenyewe. Vile ule uni ulivyoanza, Yanga sio watoto. Yanga watu wazima, Yanga wanajua zuri na baya, Yanga wana target zao, Yanga wana malengo yao. Sawa. Image utaratibu, siku moja kabla ya mchezo timu mgeni ndio anatakiwa kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao unachezwa mechi kesho yake. Jumamosi Young African Sports Club mida saa 12 ndani ya General Isamuhyo amekwenda kikanuni kwenda kufanya mazoezi. Cha ajabu Yanga anamaliza mazoezi, Simba Sports Club naye anaingia kwenda kufanya mazoezi nje ya utaratibu, nje ya kikanuni. Sasa kile ni uhuni ambao wao wamejipanga kwenda kufanya. Sawa, ni uhuni ambao wao wameenda kwenda kufanya, wakituona sisi Young African Sports Club labda sisi ni watoto, labda tunaweza tukaingia kwenye mifumo yao. Sawa, sisi tuliwakubali wafanye kile ambacho wao wanachokiamini, ila tuliamini kabisa quality za wachezaji, mpira ndio utakaoenda kuamua dakika 90. Achana na hivi vitu vya nje ya uwanja. Tunakwenda pale, vitu vya ovyo viko ndani, vitu vya ovyo vimefanywa ndani ya dressing room. Sisi kama team, kwa sababu tunajiweza na tuna miono, tunaamua kwenda kuchukua sehemu nyingine na kuigeuza kama dressing room, lakini hayo tuliyofanya jana imekwenda kutulipa. Lakini kama tungeingia mle jana, tulikuwa tutoboi, tuliweza tukachukua mzigo mkubwa. Na ndio maana ukitaka kuona kama kuna watu ambao jana wameumia na kama kuna watu ambao hawaamini kama kweli Yanga amekwenda kurudisha zile goli, ni Simba Sports Club. Na kama hawaamini, watu wao wote ambao wao waliwaamini kwa kweli jana ilikuwa ni 2-2. Hawakutarajia kama jana Yanga wangeweza kupata sare, hawakutarajia kama Yanga jana angeweza kuondoka na alama moja, kwa ule udhaifu na ule ubovu ambao na vitu vya ovyo ambao jana wamevifanya. Angalia uni mwingine ambao umefanywa na Simba Sports. Hapa tunazungumzia Simba Sports Club, uni mwingi ambao wamefanya. Hebu angalia
Siku mbili kabla mchezo wametuambia sold out. Sawa? Uwanja umefanyaje? Umejaa. Lakini cha ajabu jana ndani ya uwanja Meja General Isamu tiketi za mzunguko zilikuwa zinauzwa. Sasa kama uwanja ulijaa, tiketi walizokuwa wanauza jana wamezitoa wapi? Ni uhuni ambao umefanywa na Simba Sports Club. Lengo lao ilikuwa labda wao wajae kwa wingi. Sawa? Lakini walishindwa kujua ule kwanza ule uwanja uko nje ya mji. Ukisema watu uwanja umejaa, mtu wote atoke Gongo la Mboto, atoke Mbagala, sio atoke Mabibo, sio atoke wapi, aje nje ya mji kule, alafu aje kununulia tiketi pale, ilikuwa uongo. Uwanja ulikuwa uko wazi kabisa. Kwa hiyo uongo wao sijajua uliwasaidia nini jana. Ni vitu vya ovyo, ni kuwakosea watu wapenda mpira, ni kuwakosea mashabiki na wanachama wa hizi timu, kwa sababu wamesababisha watu wengi washindwe kwenda jana Meja Jenerali Samuyo kwenda kushuhudia mechi kubwa barani Afrika kwa uozo na ujinga wa baadhi ya watu wa Simba Sports Club waliofanya dhidi ya uuzaji wa tiketi. Hii Simba Sports Club wanaungana na watu wa N-Card, wametukosea sana sisi wapenda mpira. Sababu huwezi kusema tiketi zimeisha alafu jana uwanjani mnauza. Kipi mlichokificha? Angalia huu ni wengine. Wametuambia VIP B, yani kule mzunguko siku zote mzunguko. Jana wanatuambia VIP B, yani mzunguko ni nyuma ya goli na nyuma ya goli. Kule upande wa kule unaugawa uwanja unaangalia VIP, wanasema ndio VIP B. Lakini cha ajabu wakawachukua watu wao wakawafungulia wakaenda kama sehemu ya mzunguko. Sasa ule ni uhuni. Kwenye mpira ni vitu vya ovyo havipo. Sasa imewasaidia nini? Pamoja na yote waliofanya, ujinga waliofanya, ulozi waliofanya, sawa, dhidi ya Yanga, ujinga wa kutunyima haki ya kuona kwa wingi mashabiki wa Yanga jana mechi, havikuwasaidia chochote. Mwisho wa siku ni sare ya 2-2. Jana cha ajabu, nilisikitika sana kumsikia Asha Baraka wakati anatoka ndani ya Meja Jenerali Samuyo akilalamikia waamuzi. Ikiwa wao ni watu ambayo wanaongoza kila siku kulalamika kuwa waamuzi wetu hapa washawatupia baadhi ya waamuzi hapa lawama. Bodi ya ligi na TFF wamewasikiliza vilio vyao, wameleta waamuzi kutoka nje. Jana wanalalamika kwa waamuzi wamechezesha ovyo, bora hata wanasema waamuzi wetu hapa. Hizi ni vitu vya ovyo. Yani vitu vya ovyo. Yani leo akiletwa mwamuzi hapa analalamika, akiletwa mwamuzi wa nje analalamika. Bwana, Zanzibar tumechezeshwa mwamuzi kutoka Kenya, kalalamikiwa na Simba Sports Club. Ingawa kawapa tuta, lakini kuna yapo maeneo walilalamika. Jana wamechezeshwa waamuzi 4 kutoka Morocco na wamelalamika. Sasa hatujui nini lengo lao. Yani wao mechi ambao kwa wao wanaona halali, yani wapewe penalti ndio wanaona halali. Hakuna mpira wa hivyo, ni mpira wa ovyo. Alafu hii ligi kuu, yani wenye haki ya kupewa penalti sio Simba Sports Club peke yao. Unajua timu zote, hakuna timu ambayo inalalamika imenyimwa penalti kama wao. Sisi tumenyimwa penalti nyingi halali msimu huu. Penalti nyingi halali, na waamuzi wengi wameadhibiwa dhidi ya Yanga kwa nyima penalti. Uwasikia Yanga African Sports Club wanatoka kwenye mechi wanalalamika. Umekataa tuta, mimi naweka goli lingine. Wewe hili mimi nimekataa. Hii umekataa. Mimi naweka goli lingine kalalamika. Ila ufinyu wa utafutaji wa magoli wa Simba Sports Club ndio kila siku ambao wanalalamikia wananyimwa mikwaju ya penalti, ndugu yangu. Bwana, Simba pamoja na Young Africans mmekuwa na dunia yenu kiupande mwingine, hususa katika masuala ya ulozi. Mechi ya tarehe 29 kule visiwani Zanzibar Guantanamo, tulimuona mchezaji wa Simba akienda kufanya kumwaga maji, lakini jana moja ya stafu wa benchi katika klabu ya Young Africans naye tulimuona akimwaga maji katika moja ya goli. Hii inaleta picha gani? Lakini pia inaashiria kwamba iwe isiwe lazima kutakuwa na faini ambayo itaenda kwa klabu ya Young Africans. Lakini pia tukio lingine ni Walter Harrison, meneja wa klabu ya Young Africans, alienda kumhalas ama kumfanyia fujo nusu azichape na mwamba Lusaka Kratos Chota Chama katika harakati za kutetea klabu yake ya Simba. Hivi ukitaka kuangalia Walter Harrison alikuwa ndani ya uwanja, nje ya uwanja? Nje ya uwanja. Kratos Chota Chama anatakiwa kwa nje ya uwanja, ndani ya uwanja? Ndani ya uwanja. Nani mkorofi hapo? Unajua kuna vitu, yani sisi Young African kitu kidogo kwetu kinafanywa kikubwa. Walter Harrison alikuwa nje kabisa kwenye benchi lake. Kratos Chota Chama alitokaje ndani kwenye pichi na kwenda nje kumfuata Walter Harrison? Kwa hiyo kuna kitu ambacho Kratos Chota Chama kimemfanya atoke nje na kumfuata atoke ndani na kumfuata mtu wa nje na kwenda kumwattack. Yule binadamu unajua, sawa? Unapoenda kumwattack lazima yeye naye atachukua hatua kama wewe ulizokutoa ndani na kufanya kwenda nje. Kwa hiyo naye ulipokuja naye kachukua kile ulichokuja, naye ndio achachokupokea. Yote kwa yote, Kratos Chota Chama hakuwa na sababu ya kutoka ndani ya pichi na kumfuata mtu nje.
Sawa. Kwa hiyo tukivijaji vitu ambavyo mtu unaona kabisa shida iko hapa. Aliyetoka ndani yeye anaruhusiwa kucheza ndani. Angegombana na mchezaji wengine ndani. Najua lingeishia ndani, mwamuzi angeamulia ndani. Lakini umetoka ndani umewafuata watu wa kwenye benchi nje. Basi ungefuata kwenye benchi lako kule la Simba, umefuata kwenye benchi la Yanga. Wewe ndio mkorofi. Ila kwa sababu imefanywa na Yanga, lazima lichukuliwe kwa ukubwa. Yanga ni timu ambayo ili wewe iwe media yako iwe chochote lazima uisemee. Kwa hiyo kwenye engo yoyote utatafuta kwenye engo yoyote Yanga akihusika. Yaani lazima Yanga utamwata sana. Ili mradi tu wewe yale wewe unayoyataka kupitia kile ambacho wewe unakiona kwako kiko sahihi kifanikiwe. Kwa hiyo ukubwa wa Young African Sports Club ndio mawe ambazo tunayorushiwa. Ndugu yangu, jana mechi Simba ametangulia goli 2. Young African Sports Club tulikuwa wanyonge kweli kweli. Lakini mmemwagiwa maji. Yani tulikuwa wanyonge. Ilifikia kipindi nyoyo zetu zilikuwa zinaona kabisa leo tumeuingia kwenye mfumo wa makolo. Yani hawa jamaa jinsi walivyokuwa na rosto ya kutufunga, leo wanaweza katupa mzigo mkubwa sana tukashindwa kuishi mitaani. Lakini tofauti na kilichokuwa utulivu wa wachezaji, utulivu wa benchi la ufundi, hatukupaniki, hatukupagawa. Tulitulia kwa pamoja, mashabiki tulitulia majukwaani, sawa? Viongozi wakatulia pale jukwani. Benchi la ufundi lilitulia na kuona ni namna gani ya Young African Sports Club tunanusulika kwenye mechi ya leo. Kweli kabisa. Utulivu wetu umekwenda kusababisha goli la kwanza Principal Melelo Dube. Sawa? Utulivu wetu kipindi cha pili Bakari Nondo Mamnyeto the captain anakwenda kusawazisha goli la pili. Na kama tungekuwa na utulivu zaidi, jana tulikuwa tunafanya comeback ambayo leo hii tungeasikia mengi sana kwa Simba Sports Club. Sawa? Lakini hebu angalia kwanza Young African Sports Club. Sawa? Pamoja na yote hayo tumefungwa, tumefanya utulivu, tukiamini kabisa timu yetu pekee ndio inayopaswa kubadilisha na kuzima kelele zote za Simba Sports Club. Sio kumwata kimwamuzi, sio kuwasema bodi ya ligi, si kumsema mtu yoyote, na tumefanya kile kuthibitishia umma Young African Sports Club hatukumwataki yoyote. Tulikubali ndio mpira, makosa ukifanya makosa uadhibiwe, tumeadhibiwa kulingana na makosa, tumejipanga tukakwenda kusawazisha. Hebu niambie, ingekuwa mechi ya jana ingekuwa inacheza Young African Sports Club labda na Mbeya City ama na Singida Black Star ama na timu yoyote ambayo inashiriki ligi kuu ya NBC ukimondoa Simba Sports Club mwenyewe. Alafu hiyo timu hiyo ambayo inacheza na Yanga ingekuwa imetangulia goli 2. Sawa? Alafu Young African Sports Club aje asawazishe zile goli 2. Sawa, na mechi ikaisha 2-2 kama ilivyoisha jana mechi ya Simba. Leo hii ungesikia baadhi ya wachambuzi, ungewasikia wasemaji wa Simba Sports Club, ungemsikia kila asiyependea mema Young African Sports Club. Leo hii ungesikia wangekwambia Young African Sports Club baada ya kufungwa ameenda kununua mechi. Sawa? Lakini wanasahau kuwa miongoni mwa timu ambazo zinazosemwa zinamuuzia Young African Sports Club mechi, Simba Sports Club ni timu namba 1 inaongoza kwa kufanya biashara na Yanga kumpa matokeo. Hii amethibitisha mechi aliyochukua 5, amethibitisha mechi aliyochukua 2, amethibitisha jana. Sawa? Goli 2 anaongoza, lakini kwa tamaa yake ya fedha, kama anavyoambia wenzie tamaa ya fedha. Jana naye ameingiza tamaa, amechukua fedha ya Yanga na kuruhusu kuchomoa kwa goli 2. Sasa image wale wachambuzi ambayo uaga wanaisemea Yanga kwa inanunua. Leo sasa tuwaulize nyinyi. Je, ni kweli Yanga ananunua? Na Simba jana ameuza? Kama na Simba jana anatangulia goli 2 amemuuzia Young African Sports Club, nitaungana na nyinyi wa Young African Sports Club anauharibu mpira wa Tanzania kwa kuzinunua timu zote zinazoshiriki ligi kuu kasoro Yanga yenyewe ndio inunuliwi. Kwa hiyo Yanga ni timu ambayo inanunua timu zote ikiongozwa na Simba Sports Club kuwa anamuuzia mechi Young African. Ndugu yangu bwana, sisi tunahitimisha namna hiyo kwa kile ambacho kiliweza kutokea, lakini hamkubwa ni taarifa kwa umma kutoka katika bodi ya ligi. Bwana, sisi tunamaliza. Asante, chao.